Amina, amina. Tumeendelea kupokea chakula, na chakula hiki naona ni chakula cha watu ambao wameanza kuimarika, ni chakula cha watu ambao wameendelea kukomaa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari kufa kimwili ili wafufuliwe tena? Wangapi wako tayari kubatizwa katika jina la Yesu? Maana tumeambiwa tubuni na kubatizwa katika nini? Katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo amezungumza nasi, anaendelea kutupa maarifa ya hali ya juu kabisa. Kwa hiyo leo tumejifunza tena, kumbe kuna zaidi ya kutubu, kumbe kuna kubatizwa katika jina la Yesu na kufufuliwa katika hali ya upya. Lakini kuna kufa, kuua mwili na kuisha roho, si ndio? Wangapi wamefanya mazoezi ya kuua mwili? Wangapi wameshafanya mazoezi ya kuua mwili? Ni wachache. Wengine hawana uhakika kama wameshajaribu hiyo kuua mwili. Katika maombi tunayoomba siku 40 tulipewa msukumo pia wa kufunga. Na nataka kuwapongeza tena wale watu wanaofunga, na nimeendelea kuwapongeza kila siku. Tunapofunga, tunapoacha chakula, hivi unapoacha chakula unataka kuambia nini mwili wako? Unataka kufanyaje? Unataka kuua mwili wako, sababu mwili ukikosa chakula unafanyaje? Unakufa. Kuna namna nyingi, pengine mchungaji ataendelea kutuambia kwa namna gani ya kuua mwili, lakini mojawapo ya kutaka kuua mwili ni kuunyima chakula. Tunapounyima chakula tunakuwa wadhaifu, lakini tunakuwa na nguvu katika hali ya kiroho, si ndio? Tunakuwa na nguvu kiroho, alafu mwili wetu tunaua. Kwa nini tunautesa mwili wakati huu na kufunga? Ni kwa sababu mwili wetu, kama mchungaji alivyotufundisha, umekuwa na asili ya dhambi na kututumikisha katika dhambi na maovu mengi. Kwa hiyo inapofika wakati huu, hata kama tujafunga wakati mwingine, lakini wakati huu tunapotafakari mateso ya Yesu katika hizi siku 40, tunataka kutesa mwili wetu, tunataka kuusulubisha mwili wetu pamoja na Kristo, tunataka kuinua hali ya kiroho zaidi na kuupa adhabu mwili huu ambao umetutumikisha katika dhambi. Ni wangapi ambao mwili wao haujawahi kuwatumikisha katika dhambi? Sisi sote, si ndio? Kuna wakati mwili unatusukuma katika kufanyaje? Katika dhambi. Unatufanya tunakosea, unatufanya tunatenda dhambi. Sasa tunapofika katika kufunga, tunajipa adhabu, tunataka kuua mwili na kuinua roho zetu. Mungu atusaidie sana, tuendelee kuelewa hicho ambacho amependa tukisikie na tuendelee kujifunza. Lakini kama hujafunga, kuna wale wanaogopa kufunga mchungaji, wanasema nikifunga naweza kufa, nikifunga nitapata vidonda vya tumbo. Si kuna watu namna hiyo? Hawaamini kama anaweza kufunga siku moja au siku mbili. Lakini kuna watu wenzetu wamepiga hatua. Kuna mtu hizi siku 40 anaenda zote. Kuna mtu siku 30, siku 21, siku 7 anaweza kupiga kavu zote na akawa hai. Kwa nini? Kwa kawaida kweli mtu anaweza akikosa chakula kwa muda mrefu anaweza kufa, lakini anapokuwa na ule uhai wa kiroho, na unajua mtu ni roho, si ndio? Mtu ni roho yenye uhai ndani yake. Kama mtu akiwa na uhai wa kiroho, nataka nikuhakikishie hata mwili wake uwe mdhaifu kiasi gani, hawezi kufa kabisa. Ndio kile mchungaji anasema hapa, unaweza kuambiwa pia habari ya ugonjwa ambao umeua watu wengine, ugonjwa ambao huna dawa kabisa. The way unavyopokea taarifa unazoambiwa juu ya ugonjwa wako, ukaukubali, ukaona ni ugonjwa unaweza kukuua, kweli utakufa. Lakini ukaukataa kiroho, ukaona na nguvu za kiroho za kuamini kwamba unaweza kuwa na uhai, utaweza kuendelea kuwa na uhai hata kama mwili wako hauna nguvu, hata kama mwili wako una udhaifu, lakini roho yako itaendelea kuwa hai na wewe utaendelea kuwa hai katika jina la Yesu. Kwani wangapi waliwahi kusikia ule ushuhuda wa mtu ambaye aliishi bila utumbo, au alikuwa amekaa tu sehemu ya utumbo? Nitatafuta ushuhuda, nitakuja kueleza vizuri. Kuna watu wanaishi katika hali ya kawaida, wakipelekwa kwenye vipimo hata vile vya madaktari, wanaweza kushangaa wanaishije. Kwa sababu kuna vitu vya ndani ambavyo pengine vimeharibika, vina shida. Kuna watu wana magonjwa ambayo ukiambiwa kwamba wanaishi huwezi kuamini kwa hali walionayo ya kimwili. Lakini kwa sababu Mungu amehuisha roho zao, Mungu amewapa nguvu za kiroho, hawa watu hawafi leo wala kesho, wataendelea kuishi na kushuhudia utukufu wa Bwana. Kwa hiyo nataka nikutie moyo wewe ambaye uko hapa, muombe Mungu, pata nafasi ya kufunga, inua hali yako ya kiroho. Kitabu cha Isaya mlango wa 55 mstari wa 3 na kuendelea, Isaya alipokuwa anawaita watu, aliwaambia njoni mpate kula chakula kitakachowashibisha, tena njoni mnunue bila fedha na bila nini? Bila thamani. Kile chakula kilikuwa ni chakula gani?
hakikuwa chakula hiki tunachokulaga cha kila siku, kilikuwa ni chakula cha kiroho, chakula cha neno la Mungu. Akawaambia mkila chakula hiki, na Biblia ikisema mahali pengine kwamba baba zenu walikula mana jangwani wakafanyaje? Wakafa. Lakini chakula anachotupa Mungu ni chakula ambacho tukila hatutakufa. Na hicho chakula tukili kwa njia ya mwili, hicho chakula tunakula kwa njia ya nini? Kwa njia ya roho. Kwa ndio maana nataka nikupongeze sana wewe ambaye uko hapa, kwa sababu unailisha roho yako. Unaposikia neno la Mungu unalisha roho yako. Unapokaa kwenye maombi unalisha roho yako. Unapofunga unaimarisha hali yako ya kiroho. Wakati wengine wanapata shida ya magonjwa, watapata shida ya udhaifu wa mwili wao, lakini wewe utaendelea kuwa na nguvu na utakufa katika jina la Yesu. Nataka nikutie moyo mtoto wa Mungu ambaye uko hapa na ambaye umepata nafasi ya kuomba katika kipindi hiki. Nataka niseme hata kama ulikuwa na madhaifu na magonjwa ambayo shetani alipanga kukuangamiza kupitia hayo magonjwa, nataka nikwambie, ili mradi umepata haya maarifa ya wakati huu na utaendelea kupata maarifa, bado tuna wiki nyingine 1 ama 2, unaendelea kuimarisha hali yako ya kiroho. Nataka nikwambie, hata kama kuna watu walikuwa wanakuhesabia na kukusubiri kwamba unakufa, watakufa wao, watakuacha wewe. Hautakufa katika jina la Yesu. Hakuna jinsi unavyoweza kuimarisha roho yako ukafa. Hakuna, hautakufa. Kwa hiyo kazana na watoto wangu na Furahi mko hapa. Kinachoweza kuwasaidia mkaishi maisha marefu duniani sio chakula. Sio chakula kile tunachokula, chakula cha kila siku. By the way, hivyo vyakula tunavyokula kila siku, wataalamu wanatuambia kwamba ndio vinatusababishia magonjwa ya kimwili. Lakini chakula ambacho hakina magonjwa ni chakula cha neno la Mungu. Hakuna anayekula chakula cha neno la Mungu akapata ugonjwa. Kwa hiyo tuweke bidii na juhudi zaidi katika kula chakula tunachopokea kutoka juu, na sio chakula hiki tunachokihangaikia cha huko duniani. Laiti watu wote wa kanisa hili wangejua hilo, wakati huu wangekuwa wamejaa hapa kanisani pamoja na sisi, kwa sababu lengo letu na kusudi la kutaka kukaa hapa ni kwa sababu tunataka tusife. Tunataka tuimarishe hali yetu ya kiroho ili tusife. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Mungu akubariki sana. Baba mchungaji, Mungu akubariki sana kwa chakula hiki cha siku ya leo. Nimekipokea na mimi pia naona kuna mahali ambako Mungu ananisaidia kuvuka. Lakini baba mchungaji alipokuwa anaendelea, nimeguswa tunapoendelea kuomba, sijui ni lini, kama ni kesho au ni siku ya kumalizia, tuombe kwa habari ya majina. Nimetambua na Roho Mtakatifu alikuwa anasema na mimi kwamba kuna watu wengi wako hapa wamekwamishwa na asili ya majina yao, na yeye mwenyewe amewapa ushuhuda wake. Unaweza kuwa na jina zuri kabisa, lakini nini kiko nyuma ya hilo jina? Asili ya hilo jina lako ni nini? Unaweza ukashughulika na vitu vingi sana, lakini shida ikawa nyuma ya jina ulonalo. Hebu endelea kutafakari hii siku ya leo na kesho, hilo jina lako limepatikanaje? Alafu Mungu atatupa namna ya kuomba kwa ajili ya majina ya watu ambao wako hapa, na pia tutaomba kwa ajili ya watoto wetu ambao wako hapa. Wamepewa majina mazuri, lakini hata wao hawajui majina yalipatikanaje, hawajui nini kiko nyuma ya majina yao. Lakini tutawaombea na tutawaombea na ninyi hapa, ili kama kuna mtu ambaye jina lake lina shida, jina lake lina asili yenye kumkwamisha, Mungu akashughulike na hilo jina, Mungu akalikomboe hilo jina, na ile asili yenye kukwamisha isiwepo tena kwako katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Nataka tukaombe kwa ajili ya hizi bahasha ambazo